haleluya, haleluya. Basi naomba keti. Ni Jumatano nyingine tuko mbele za Mungu na tunaendelea na maombi, na tunashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambayo tunaipata kwa ajili ya kuomba. Haleluya, haleluya, haleluya. Basi maombi yetu ya leo tunaenda kufanya maombi yanaitwa maombi ya kuamsha na kuinua. Haleluya. Maombi ya kuamsha na kuinua ni mwendelezo wa maombi ya tulionayo kwenye season hii ya Pasaka, ambapo kwa uweza wa kufufuka kwake Kristo, ule uweza wa kufufuka kwake Kristo, ile nguvu ya kufufua iliyomfufua Yesu ilikuwa ndani ya Yesu, na Yesu alikuwa na hiyo nguvu hata kabla ya kufa. Hiyo nguvu ilikuwa ndani yake na alikuwa na huo uwezo wa kufufua. Haleluya. Yes, alikuwa na huo uwezo wa kufufua na alifanya kazi ya kufufua. Na tunaona kwenye kitabu cha Marko sura ya 5 mstari ule wa 35, mstari wa 35, ni hadithi ya Yesu kufanya jambo hili. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 35 na kuendelea, anasema hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa. Wakisema binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu afuatane naye ila Petro na Yakobo na Yohana nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghafla na watu wakilia wakifanya maombolezo. Akaona ghasia na watu wakilia wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia, talita kumi, tafsiri yake, msichana, na kuambia, inuka. Mara akasimama yule kijana akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara wakashangaa mshangao mkuu. Haleluya. Yesu anafika mahali anamfufua, na sisi tunataka tumuombe Yesu aweze kufufua. Alimwambia inuka, alimwamsha yule aliyekuwa amelala. Haleluya. Na wakati anawaambia watu amelala tu, haleluya, Yesu anajua amekufa, na ni kweli amekufa, lakini wale watu anawaambia huyu amelala tu, watu wanamcheka. Kwa ni mtizamo mzuri unapotaka kufufua au kuamsha mambo magumu, akatamka neno ambalo lilikuwa ni rahisi kwamba amelala tu, kwa hiyo naenda kumwamsha. Haleluya. Wakacheka, akawatoa nje, akabaki pale na wazazi wake na wale na ile timu iliyokuwa nayo kwa ajili ya maombi. Wakaingia ndani, akakuta yule binti amelala, na akasema, inuka binti, inuka msichana. Akainuka. Haleluya. Alipoinuka akasimama, akaenda. Tunataka tumuombe Mungu kwa nguvu hii ya kuamsha, kwa nguvu hii ya kufufua, kwa nguvu hii ile nguvu. Tumuombe Yesu kwenye maisha yetu, kwenye kanisa. Kila mtu aombe kwa bidii kwa ajili yako. Yale mambo ambayo unaona yamelala, ni karama, ni vipawa, ni huduma,
ni maono, ni mahusiano, unaona yamelala, unaona yamesinzia, unaona yako kwenye hali ya kufa, au yamekwisha kufa, au yako mahututi, tunaenda kumwomba Mungu aachilie hii nguvu ya kuamsha ule uwezo wa kufuka kwake Yesu uweze kuingia ndani ya nafsi zetu, roho zetu, miili yetu. Chochote ambacho kiko kwenye hali ya kufa, chochote ambacho hakifunctioni, hakifanyi kazi, kama hakiko kwenye viwango vyake, hakiko kwenye kiwango chake, hakiko kwenye hali yake ile inayotakiwa, tunaenda kumwomba Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Huyo ni Roho, ndio mtendaji mkuu. Kwa nguvu hizo za Roho Mtakatifu aliyemfufua Kristo, basi ziweze kuingia. Kama ni ndani yako kuna eneo halifanyi kazi, limelala, liamke. Kama ni hisia zimelala, ziamke. Kama ni biashara imelala, iamke. Kama imekufa, tunaiamsha. Haleluya! Tunaenda kuamsha vilivyokufa, vilivyoanguka, vilivyochoka, haviwezi tena kuendelea. Akasema yule kijana akasimama, yule kijana akasimama na akaondoka, kwa sababu alikuwa na miaka 12. Kwa hiyo tunamwomba Mungu na twende tukaombe kwa imani. Na wewe unayetufuatilia kwa njia ya radio au kwa njia ya YouTube, mahali ulipo leo, tunaenda kumwomba Mungu kwa pamoja, na hiyo neema ipo. Hiyo neema ipo, na huo uwezo wa kufuka kwake Kristo uko pamoja nasi, na tunamwomba Mungu kwa huo uwezo akaamshe, akainue vile vilivyolala, vilivyosinzia au vinavyosinzia, vile vilivyokufa, vile ambavyo havifanyi kazi, vimechoka. Nguvu hii inapoingia ndani yake, akaweze kuamsha. Kama ni mahusiano umechoka, Mungu aweze kukuamsha tena. Kama ni kwenye kazi, ni kwenye biashara umechoka, kama ni kwenye huduma umechoka, au kuna jambo fulani kuna maono ulikuwa unayafuatilia, kuna kitu lakini sasa umefika mahali umechoka, umeacha tu, sasa uamke tena. Mungu kwa nguvu hizi tunazoenda kuomba, tunaomba Mungu akatuamshe, kaamshe nafsi zetu, akaamshe roho, akaamshe miili yetu, akaamshe ili tuweze kuendelea, tuweze kusimama, tuweze kuinuka, tuweze kupiga hatua, tuweze kuendelea kufuatilia kila ambacho Mungu anataka tukifuatilia. Haleluya! Tunaelewana jamani? Ni maombi ya kuamsha na kuinua. Amsha watoto, amsha maisha, amsha kazi, amsha biashara, amsha huduma, amsha utumishi ulionao, amsha maono, amsha mitazamo, amsha hisia, amsha chochote ambacho kimelazwa, kimepigwa usingizi wa kipepo, usingizi wa kiroho, usingizi wote wa nguvu za giza, au kimekufa au kimeuawa, kwa nguvu za Yesu Kristo aliyefufuka au mwenye anayefufua, basi ataenda kuamsha. Haleluya! Tunasema vimelala tu, vitaenda kuamka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Naamini kabisa kwamba kile unachoenda kuomba Mungu kitaamka. Haleluya! Angalia maisha yako, angalia eneo lile ambalo limelala, eneo ambalo halifanyi kazi vizuri. Tumwambie Mungu ainue tena, tuamue Mungu aamshe tena, kila kitu kiweze kwenda katika hali yake katika jina la Yesu. Kama ni kwenye masomo, ni kwenye taaluma, umesinzia, umelala, Mungu ainue tena. Kama ni hamasa imekwisha, huna hamasa tena, you are no longer motivated, ile hamasa. Na hii sasa tunaenda Mungu asema revival ya kukubalika. Haleluya! Revival ya ule uamsho wa kukubalika. Tunaomba Mungu hiyo nguvu iendelee. Kwa hiyo Mungu aachilie kupitia hivi vitu, Mungu aachilie kukubalika. Kama kulikuwa kumelala, basi uweze kukubalika tena, kazi zako ziweze kukubalika tena, mawazo yako, muonekano wako kubalike, sauti yako ikubalike, hisia zako, mitazamo yako, mapendekezo yako yaweze kukubalika mahali popote, nyumbani kwako, kwa watoto, kwa mke, kwa mume, kazini, kanisani, mahali popote, kwenye biashara na partners wako katika biashara, kuwepo na revival hili ambalo ile revival ya kukubalika Mungu aweze kuiachilia tena. Chochote ambacho kilikuwa kimesinzia, kimelala, hii nguvu ikalete uamsho katika jina la Yesu. Haleluya! Basi naomba usimame na uliyeko unayetufuatilia popote pale ulipo uwe tayari pia, na tutaanza. Watumishi wa Mungu watatuongoza. Nikaribishe mtumishi wa kwanza aweze kutuongoza wakati tunaimba wimbo. Tutaingia kwenye maombi, na kila mtu uombe, na Roho Mtakatifu yuko tayari kukusaidia kuomba. Haleluya!
Haleluya, 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 haleluya. Tunahitaji uamsho, 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 na kibali cha uamsho. Kibali, uamsho wa kukubalika ni kitu cha muhimu sana. Haleluya. Kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, kwetu naomba Mungu kwa kweli aweze kuleta mambo haya kwenye kila eneo la maisha katika jina la Yesu Kristo. Uko tayari kwa ajili ya maombi? Uko tayari kuomba? Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya niombayo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya tuombavyo. Amina. Basi andaa moyo wako kabisa kwa Bwana. Tutaenda kuomba Mungu avirejeshe vyote vilivyokufa, vilivyoibiwa, vilivyoharibika kwenye maisha yetu, kwenye kila eneo ya maisha yetu. Tunaenda kumwomba Mungu akaviamshe na kuviinua tena. Andaa moyo wako kwa Bwana. Tunapokwenda kuanza maombi, tutafanya maombi kwa pamoja. Omba na imani yako ikusaidie. Upatanisho wa jina la Yesu, jina lenye nguvu na uweza, likawe juu yako. Kila utakachokitamka kwa kupitia jina la Yesu vikatokee katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba hiyo neema ikawe kwa kila mmoja. Hiyo neema ya kutumia jina la Yesu ikawe kwa kila mmoja mahali hapa. Tunapoenda kulitia jina la Yesu kwenye kila eneo, tunapoenda kuamsha vilivyokufa, vilivyoharibika kwenye maisha yetu, basi kwa hilo jina lenye nguvu na uweza na upatanisho wa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Kalvari, ikatusaidie kuinua na kuvifanya kuwa hai tena katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako. Mungu uliye mwaminifu, tunaomba ukaamshe, tunaomba ukainue, ukaponye na kuviamuru sasa vienze kuishi vyote ambavyo adui ameviiba kwenye maisha yetu, vile vilivyodhoofishwa na adui, vilivyouawa, vilivyoharibika katika jina la Yesu Kristo, vilivyodumazwa kwenye maisha yetu, kwenye elimu, kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye kanisa, kwa damu ya Yesu Kristo, kwenye ongezeko la kila eneo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunatumia jina lako lenye nguvu kuamsha kama ulivyomwamsha yule binti aliyekuwa amekufa. Siku ya leo ndivyo tunavyoomba Mungu, ukaamshe vyote vilivyokufa ndani yetu, vyote vilivyokufa ndani yetu, vyote ambavyo adui ameviua kwenye maisha yetu. Siku ya leo Baba, ukaviinue tena katika jina la Yesu Kristo. Vikainuke vyote, vikainuke vyote. Haijalishi vimekufa muda gani, haijalishi adui ameviua muda gani, haijalishi vimezikwa wapi, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaenda kuvifufua vyote. Tunaenda kuviamuru viinuke, tunaenda kuviamuru vianze kuishi, tunaenda kuamuru viinuke tena kama yule binti alivyoinuka akaambiwa tembea, akaanza kutembea hapo hapo. Ndivyo tutakavyoenda kushangazwa na neno la Mungu siku ya leo, tutakavyoenda kushangazwa na jina la Yesu siku ya leo, maana tunaenda kuamuru sasa, tunaenda kuamuru katika jina la Yesu Kristo.
Twenda tukamwombe Mungu kwa habari ya amani na furaha. Pale ambapo adui ameua amani kwenye maisha yetu, ameua amani kwenye kanisa letu, hakuna amani ndani yetu, hakuna furaha, kuna huzuni, kuna uchungu ndani ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tukaribu hilo pando la adui, tukaribu hilo pando la adui katika jina la Yesu. Tukapande amani, tukapande amani, tukapande amani. Panda amani kwenye familia yako, panda amani kwenye uchumi, panda amani kwenye ndoa yako, kwenye nyumba yako, kwenye moyo wako. Umekaa muda mrefu hauna amani, unasikia uchungu tu, amani yako imezikwa, imeibiwa, imeharibiwa. Siku ya leo tunaamuru amani iende kwenye familia zetu, amani iende kwenye koo zetu, amani iende kwenye nyumba zetu, amani iende kwenye ndoa zetu, amani iende kwa watoto wetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunateketeza hilo pando, tunateketeza hilo pando. Tunaamuru amani kwenye jumuiya yetu, kwenye kanisa letu katika jina la Yesu. Vyote ambavyo adui ameviiba, ameviharibu, amezika, kwa jina la Yesu leo tunaviamsha kwa nguvu ya ufufuo. Tunaviamsha, tunaviamsha kwa jina la Yesu. Tunaviamuru viamke na viinuke, viamke na viinuke kwa jina la Yesu. Vianze kuishi kwa damu ya Yesu Kristo. Amani ianze kuishi ndani ya kanisa letu, amani ndani ya familia zetu katika jina la Yesu. Tunakataa huzuni, tunakataa uchungu, tunakataa hasira kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ya ufufuo, damu ya Yesu ya ufufuo inafufua amani, inafufua amani ndani ya maisha yetu, inafufua amani ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Amuru amani ikufuate, amuru amani ikufuate, amuru amani, amuru furaha ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Furaha iwe ndani yetu, furaha iwe ndani yetu, furaha itawale ndani yetu, furaha itawale ndani yetu, furaha itawale ndani yetu, furaha itawale ndani ya koo zetu, familia zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Vyote vilivyoibiwa, vyote vilivyoharibiwa, vyote vilivyodumazwa kwa jina la Yesu tunaviinua tena, tunaviinua tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila pando la adui linalofyonza amani, linaloharibu furaha, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza mwisho, tunatangaza mwisho kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo tunatangaza mwisho siku ya leo, tunatangaza mwisho siku ya leo. Tunafufua amani, tunafufua uzima uliozikwa na adui katikati yetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo amani tufuate kwenye familia zetu, kwenye familia zetu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Twenda tukaombe kwa habari ya afya. Mungu wa ufufuo akafufue afya zetu. Kila kilichoibiwa, kila kilichozikwa, kila kilichozofishwa kwenye afya zetu, Mungu wa mbinguni akagusia afya zetu, akainue afya zetu. Yamkini unaweza kujiona wewe ni mzima, lakini kwenye ulimwengu wa roho ulishazikwa, ulishakufa. Siku ya leo Bwana Yesu akainue afya zetu, akainue afya zetu, akainue afya zetu katika jina la Yesu. Fanya maombi ya kuinua afya yako, fanya maombi ya kuinua afya yako katika jina la Yesu. Baba, tunakuja mbele zako, Mungu mwenye nguvu na uweza. Tunaomba kwa habari ya afya, afya za washirika mahali hapa. Omba kwa ajili ya watu 2 watatu wanaoumwa, omba kwa ajili ya wagonjwa walioko hospitali, omba kwa ajili ya wale walioko nyumbani, omba kwa ajili ya afya yako, omba kwa ajili ya watoto wako. Inua, mguse huyo mgonjwa, muamuru kwa jina la Yesu inuka, na yapate kuinuka. Amuru kwa jina la Yesu, tumia jina la Yesu, amuru wagonjwa wapate kupata afya njema, wainuke tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunalitia jina lako lenye nguvu, tunalitia jina lako lenye uweza. Ukaamshe afya za kila mmoja, ukaamshe afya ya kila mmoja mahali hapa katika jina la Yesu. Kila kilichokufa kwenye afya zetu, kila kilichoharibiwa ndani ya afya zetu, kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza ufufuo, tunatangaza ufufuo, tunafufua
tunafufua afya zetu, tunafufua afya zetu, haijalishi zimezikwa, haijalishi zimefanywaje, kwa jina la Yesu Kristo, 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 tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima. Uko mahali hapa ni mgonjwa, Bwana anafanya deliverance, deliverance inaendelea, deliverance inaendelea. Uendelea kujiambatanisha na maombi. Tamka uzima kwenye afya yako, tamka uzima kwenye afya yako, tamka uzima kwa wagonjwa, tamka uzima kwa wagonjwa, hata wale ambao wafahamu watamkia uzima kwa jina la Yesu, wapate kuinuka, vipofu wapate kuona, viwete watembee kwa jina la Yesu, waliokufa wapate kufufuliwa kwa jina la Yesu, maana jina la Yesu lina nguvu, lina nguvu, lina nguvu, linaweza. Tamka uzima, uzima juu ya kanisa letu katika jina la Yesu. Kila afya iliyoibiwa kwenye ulimwengu wa roho, tunatamka uzima, tunatamka uzima juu ya kila afya ya mshirika wa mahali hapa na wengine katika jina la Yesu. Bwana, tunaomba kwa habari ya afya, ukatende uamsho afya, ukawaamsha wote wanaosumbuliwa kwa habari ya afya zao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, kaamshe, ukainue afya zetu, ukaamshe, ukainue afya zetu, wainue wale waliolazwa vitandani katika jina la Yesu. Tunatamka uzima juu ya wagonjwa waliolazwa vitandani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka uzima, hata wale walioko dini kwa jina la Yesu Kristo. Tunapeleka uzima, tunapeleka uzima mpaka kwenye hospitali. Tunatamka uzima, tunatamka mzima, tunainua vilivyokufa, tunainua vilivyokufa, tunaamsha vilivyoibiwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaamsha hizo afya, tunaamsha afya za kila mmoja zilizoibiwa kwa siri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunawaamsha wagonjwa, tunawaamsha wagonjwa, hata wale walioko mahututi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa nguvu ya ufufuo, kwa nguvu ya ufufuo. Tunatuma hiyo nguvu ya ufufuo ipite mahali hapa, ipite mahali hapa, ipite mahali hapa katika jina la Yesu. Ninaamuru hali ya hewa sasa ibadilike kwa jina la Yesu. Kupitia hali ya hewa upate kupona, kupitia hali ya hewa upate kupona, kupitia maji unayokunywa kwa jina la Yesu, kupitia hayo maji upate kufufuliwa, upate kupona, kupitia vyakula unavyokula. Bwana akakuinue, Bwana akakuinue, Bwana akaeke uamsho ndani yako, uamsho wa uzima, uamsho wa uzima, uamsho wa uzima katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uamsho wa uzima unapita, uamsho wa uzima unapita. Haijalishi upo kitandani, haujalishi una hali gani kwa sasa, Bwana anakuinua, Bwana anakuinua, Bwana anainua afya yako, Bwana anainua afya yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote kilichozikwa, chochote kilichodhikwa, wamezika afya yako katika jina la Yesu. Tunatuma ukombozi, tunatuma ukombozi upite kwenye makaburi, wakafufuliwe wale waliozikwa kwenye ulimwengu wa roho, wale waliozikwa kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Tunapasua makaburi yao, tunapasua makaburi, tunaharibu majeneza, tunaharibu na mashimo yao kwa jina la Yesu. Tunawakomboa wote waliozikwa, 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 wamezika watoto wao, wamezika afya yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatamka muinuke, tunatamka muinuke, tunatamka muinuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba juu ya afya yako, endelea kuomba juu ya afya ya ndugu zako, endelea kuomba juu ya afya ya kila mmoja. Unamjua mgonjwa, muombe, fanya upatanisho nayo maombi, patanisha nayo maombi. Tamka, kinywa chako kinaomba, tamka, kinywa chako kinaomba kupitia maombi ya leo. Kila utakacho kitamka kimepewa kibali, kila utakacho tamka kinakuwa katika jina la Yesu. Endelea
kutamka, endelea kutamka. Weka imani yako kwa Mungu, weka imani yako kwa Mungu, kama Mungu alivyomwambia yule mtu kwamba ongeza imani yako tu, maana mwanao hajafa. Ndivyo ilivyo kwetu siku ya leo, ndivyo ilivyo kwetu siku ya leo. Hajafa, hata kama yupo kwenye hali gani, hata kama umemwacha kwenye hali gani, huyo mtu hajafa, huyo mtoto hajafa, huyo mgonjwa hajafa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunatamka uzima, tunatamka uzima, tunatamka ukombozi, tunatamka uzima juu yake, tunatamka uzima. Uzima unapita, uzima unapita, uzima unapita, uzima unapita. Yupo mmoja aliyekufa kwa ajili yetu ili kutangaza uzima. Amekufa ili kutukomboa, na siku ya leo haturuhusu mauti. Tunafunga mauti, tunafunga mauti kwenye familia zetu, tunakataa mauti kwenye koo zetu, kwenye kanisa letu, kwenye familia zetu. Tunafunga roho ya mauti, tunafunga roho ya mauti, tunakataa mauti, tunakataa mauti, tunakataa mauti. Hata kama ana hali gani Muhimbili, kwa jina la Yesu tunamuinua, tunamuinua, tunamuinua. Hata kama anatumia oksijeni, katika jina la Yesu tunatuma pumzi ya Mungu ndani yake, 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 katika jina la Yesu. Wapate kuinuka, wapate kuinuka, wagonjwa wapate kuinuka, watembee kama yule aliyekuwa amekufa alipoambiwa na Bwana, inuka na utembee. Akainuka, akaanza kutembea, akaanza kutembea katika jina la Yesu. Ndivyo ilivyo siku ya leo. Wagonjwa wanatembea, wagonjwa wanatembea, wagonjwa wanatembea, wagonjwa wanatembea, wanapata kufunguliwa kwenye mateso, kwenye vifungo vya giza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wanaamka, wanatembea, wanapona na wataishi, na wataishi katika jina la Yesu. Wataishi kwa jina la Yesu, wataishi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatamka uzima juu yao, tunatamka uzima juu yao. Bwana akawaponye, Bwana akawainue katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunaomba kwa habari ya ongezeko, tunaomba kwa habari ya ongezeko kwa jina la Yesu Kristo. Tunaenda kuinua ongezeko kwenye kila eneo katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Tunaenda kuamsha na kuinua, tunaenda kuponya na kuvifanya viishi kila kilichozuiliwa, kila kilichouawa, kila kilichoharibiwa, kila kilichokufa, kwa habari ya ongezeko, kwa habari ya ongezeko. Ongezeko kwenye uchumi, ongezeko kwenye biashara, ongezeko kwenye huduma, ongezeko kimani. Kwa jina la Yesu tunavifufua tena, tunavifufua tena, tunavifufua tena. Tunaviamuru viamke, tunaviamuru viamke, vianze kutembea, vianze kuishi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunatamka, tunatamka kuinua chochote kilichoibiwa kwa habari ya ongezeko, chochote kilichoibiwa kwa habari ya ongezeko. Ongezeko la faida, ongezeko kwenye biashara zetu, ongezeko kwenye uchumi wetu katika jina la Yesu. Ongezeko kihuduma kwa damu ya Yesu Kristo. Tamka kwa kinywa chako, tamka kwa kinywa chako, tamka kwa kinywa chako. Pita kila eneo, unatamani Mungu ainue nini kwenye ongezeko lako? Ainue kitu gani kwenye upande wa ongezeko? Ainue kitu gani kilichokufa? Au ongezeki wapi? Wapi adui aliposhikilia uchumi wako, aliposhikilia biashara, fedha zako? Mwambie Mungu ainue. Inua hapa, inua pale, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yeye
ajuaye na aonaye hata yale ya thirini, hata yale ya sirini, apite kwenye maisha yetu, akainue vyote vilivyozuiliwa, vyote vilivyozuiliwa, vyote vilivyoharibiwa, vyote vilivyoibiwa, vyote vilivyoibiwa, vyote vilivyopoza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana ukavinue, Bwana ukavinue, Bwana ukavinue, Bwana ukavinue vyote ambavyo adui ameviua. Hatuongezeki, hatuongezeki kiuchumi, hatuongezeki kifedha, hatuongezeki kihuduma, hatuongezeki kiimani, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana ukainua imani yetu, Bwana ukainua imani ya kila mmoja, tukaongezeke. Inua hizo imani zilizokufa, inua hizo imani zilizokufa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hizo imani zilizodhoofishwa na adui ndani yetu, Bwana ukainue tena, ukainue tena, ukainue tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Huduma zetu zilizokufa, Mungu wa mbinguni, siku ya leo ukainue kila huduma iliyouawa, kila huduma iliyoharibiwa mahali hapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwambie Mungu ainue huduma, mwambie Mungu ainue huduma za kanisa zilizoharibiwa, zilizoibiwa, zilizoharibiwa na adui, katika jina la Yesu. Tunatamka uzima juu ya kila huduma, tunatamka uzima juu ya kila huduma. Tunaamuru huduma zote, zile huduma ambazo Mungu amezikusudia mahali hapa, adui akazima, adui akaribu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaamuru ziinuke, tunaamuru ziinuke, tunaamuru ziinuke. Hizo huduma ziinuke sasa, hizo huduma ziinuke sasa, katika jina la Yesu. Hizo karama ziinuke ndani yetu, hizo karama ziinuke ndani yetu, hizo karama ziinuke ndani yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunainua karama za watoto wetu, tunainua karama za vijana mahali hapa, tunainua karama za wazee, tunainua karama za wamama, kila umri, kila rika. Tunainua karama zote ambazo zimeharibiwa, katika jina la Yesu, ambazo zimeuawa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunainua, tunainua, vianze kuongezeka, vianze kuongezeka sasa, zianze kuongezeka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila uchumi ambao adui ameuiba, ameuzofisha mahali hapa, hakuna ongezeko la uchumi, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Tunatamka kuinuka kiuchumi, tunatamka kuongezeka kiuchumi, katika jina la Yesu. Tunakataa mauti, tunakataa kupoza kwenye uchumi, kwenye uchumi wetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote kilichoibiwa, chochote kilichoibiwa ndani yetu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunavirejesha, tunaviinua, tunaviamsha, tunaviamsha, tunaviinua, tunaviamsha, tunaviinua, tunaviamsha kwa imani, tunaviinua kwa imani, tunaviamsha kwa imani, tunaviinua kwa imani, katika jina la Yesu. Haijalishi viko chini, tunaviinua kwenda juu, tunaviinua kutoka chini kuvipandisha juu, kuvipandisha juu, katika jina la Yesu Kristo. Yes, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Uko upako wa uamsho, upako wa uamsho, upako wa uamsho, nguvu ya uamsho, nguvu ya uamsho, nguvu ya uamsho. Vile vilivyolala, vile vilivyolala vinaamka, vilivyolala vinaamka, vilivyolala vinaamka, vilivyolala vinaamka. Akasema yule kijana hajafa, amelala tu, amelala tu, amelala tu. Leo unaamka kiroho, unaamka kiroho, unaamka kiroho. Yakasaka popo sika. Leo unaamka kiroho, unaamka kiroho, unaamka kiroho, unaamka kiroho. Endelea kuomba, 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 endelea kuomba. Uko upako wa uamsho, iko nguvu ya uamsho, iko nguvu ya uamsho kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha yako. Uko upako wa uamsho, iko nguvu ya uamsho.
unaenda kuamka tena, unaenda kuamka tena. Huduma yako inaenda kuamka tena, inaenda kuamka tena, inaenda kuamka tena. Kile kibali kilichokufa, kile kibali kilichokufa kinaenda kuamka tena, kinaenda kuamka tena, kinaenda kuamka tena. Kile kibali kilichokufa, kile kibali kilichokufa, kile kibali kilichokufa, ile huduma iliyokufa leo inaamka, leo inaamka, leo inaamka, leo inaamka. Yesu akasema huyu mtoto hajafa, amelala tu, amelala tu. Hiyo huduma yako imelala tu, imelala tu. Bwana anaiamsha, anaiamsha leo, leo inaamka, leo inaamka, leo inaamka, leo inaamka. Hiyo ndoa yako leo inaamka, leo inaamka. Mahusiano kwenye ndoa leo yanaamka, leo yanaamka. Upendo kwenye ndoa leo unaamka, leo unaamka, leo unaamka. Haujafa, unainuka tena, unainuka tena, unainuka tena, unainuka tena, unainuka tena. Hicho kibali, heshima ndani ya kazi, heshima kazini inarudi tena, inarudi tena, inarudi tena, inarudi tena, inarudi tena. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Usiache kuomba, usiache kuomba. Unaenda kuamka tena kiroho, kimaombi, kimaombi. Yale maombi yaliyokufa, yale maombi yaliyokufa. Ulikufa kimaombi, ulikufa kimaombi. Sasa unainuka tena, sasa unainuka tena, sasa unainuka tena, sasa unainuka tena. Ipo nguvu ya uamsho, ipo nguvu ya uamsho, iko nguvu ya uamsho, iko nguvu ya uamsho. Ile roho ya mauti Bwana anaipiga, Bwana anaiangamiza, anaisambaratisha. Nasi tunaangamiza na kusambaratisha roho za mauti, 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 roho za kuua vibali, roho za kuua kalama, roho za kuua huduma. Tunaziangamiza, tunazisambaratisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Uko upako, iko neema kwa ajili yako. Vinaamka, vinaamka, vilivyolala vinaamka, 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 vinaamka. Yule kijana hakufa, japo alikuwa amekufa, lakini Bwana akasema amelala tu, amelala tu, amelala tu, amelala tu, amelala tu, amelala tu. Hiyo huduma yako imelala tu. Sasa inaamka, sasa inaamka, sasa inaamka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa unaamka, unaamka tena, unaamka tena kiroho, unaamka tena kihuduma, unaamka tena, unaamka tena, unaamka tena kiuimbaji, unaamka tena, unaamka tena kiuchungaji, unaamka tena kinabii, kimaombi, unaamka tena, unaamka tena. Uko upako, iko neema ya uamsho kwa ajili ya maisha yako, 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 kwa ajili ya maisha yako. Uko upako na neema, iko nguvu, iko nguvu ya uamsho, iko nguvu ya uamsho, iko nguvu ya uamsho, iko nguvu ya uamsho. Leo unaenda kuamka, leo unaenda kuamka kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka. Haijalishi umewekwa wapi, leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka. Kalama yako inainuka, akili zako zinainuka, ufahamu wako unainuka. Leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka. Alikuwa amekufa akainuka, Lazaro alikuwa amekufa akainuka, akainuka. Leo unainuka kihuduma, unainuka, 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 unainuka. Haijalishi ni miaka mingapi umekuwa kwenye kifo, leo unainuka, leo unainuka, leo unainuka. Haijalishi huduma yako imekufa miaka mingapi, leo inainuka, leo inainuka, leo inainuka. Unainuka tena, unainuka tena, unainuka tena. Uko uamsho, uko uwezesho, iko nguvu, iko neema ya wewe kuamka, ya wewe kuamka, ya wewe kuamka. Leo unaamka, leo unaamka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo unaamka, leo unaamka, leo unaamka. Ile biashara yako leo inaamka, unaamka kifedha, unaamka kiuchumi, unaamka kifedha, unaamka kiuchumi kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Unaamka kifedha, unaamka kifedha. Biashara yako inaamka, biashara yako inaamka, biashara yako inaamka kwa jina la Yesu. Biashara yako inaamka, inaamka tena, inaamka tena, inaamka tena, inaamka tena. Ilikuwa inakufa, sasa inaamka tena. Ndoa yako ilikuwa inakufa, sasa inaamka tena, inaamka
inaamka tena, inaamka tena, upendo unarudi tena kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mahusiano na watoto wako yanarudi tena, yanarudi tena kwa upya, 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 kwa jina la Yesu. Endelea kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Ulioko redioni, usiache kuomba, usiache kuomba. Iko neema, uko upako Bwana ameuachia, ameuachia mahali hapa. Uko upako wa kuinuka, uko upako wa kuinuka, uko upako wa kuinuka, uko nguvu ya ufufuo, nguvu ya ufufuo. Yesu alikufa, Yesu alikufa akafufuka tena, na leo yuko hai, na leo yuko hai. Anafufua vitu vyako, anafufua vitu vyako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Iko neema na nguvu Bwana ameiachia kwa ajili ya maisha yako. Iko neema na nguvu Bwana ameiachia kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya maisha yako. Uko uamsho Bwana ameuachia, Bwana ameuachia, Bwana ameuachia kwa jina la Yesu Kristo. Haijalishi, haijalishi, haijalishi walikuwa wamekaa vikao wanalia kwa ajili ya maisha yako. Leo Bwana anaachilia uamsho, leo Bwana anaachilia ufufuo kwenye maisha yako, ufufuo wa nguvu, ufufuo wa uweza kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ulikuwa umekufa, nguvu za Mungu zilikuwa hazipo tena ndani yako, leo zinarudi tena, leo zinarudi tena, leo zinarudi tena, leo zinarudi tena, leo zinarudi tena kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya ufufuo inainuka kwako, hutatamani tena kufanya dhambi kwa sababu nguvu za Mungu ziko ndani yako tena kwa upya, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Yes, huduma yako inaenda kufufuka tena kwa upya, tena kwa upya, tena kwa upya. Waliokushikilia wanakuachia tena, wanakuachia, wanakuachia. Waliokushikilia wanakuachia, 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 wanakuachia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Walioshikilia sanda yako wanakuachia, wanakuachia, wanakuachia kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuweka makaboreni, waliokuweka makaboreni leo wanakuachia, leo wanakuachia, leo wanakuachia, leo wanakuachia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Waliokuweka makaboreni, waliokuweka makaboreni kwa kipindi kirefu, sasa wanakuachia. Ufufuko unaingia kwenye maisha yako, wanakuachia, 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 wanakuachia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo wanakuachia, leo wanakuachia, leo wanakuachia. Hiyo mizimu inakuachia, inakuachia, inakuachia. Roho za kichawi zinakuachia, zinakuachia. Roho za kiganga zinakuachia, zinakuachia kwa jina la Yesu, kwa sababu ufufuo umeingia, ufufuo umeingia kwenye maisha yako, ndani yako. Yesu amekukumbuka, Yesu amekukumbuka, Yesu amekukumbuka, Yesu amekukumbuka, Yesu amekukumbuka, Yesu amekukumbuka, amekumbuka maisha yako, amekumbuka, amekukumbuka, amekukumbuka, amekukumbuka. Riaka saka poposika, rika saka poposika, riaka saka poposika, rika saka poposika, riaka saka poposika, rika saka poposika. Uko neema, uko upako, uko upako, uko upako. Iko neema na nguvu, iko neema na nguvu ofisini kwako, ofisini kwako, ofisini kwako, ofisini kwako, ofisini kwako, ofisini kwako. Upako, upako wa uamsho, upako wa uamsho unaenda kuachiliwa, unaenda kuachiliwa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ilikuwa ufukuzwe kazi, lakini acha nikwambie, hii neema ya ufufuo inaingia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Neema ya ufufuo inaingia kwenye maisha yako. Upendo unafufuka tena kwa bosi wako, kwa bosi wako, kwa bosi wako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Uchumi wako unafufuka tena, uchumi wako unafufuka tena, unafufuka tena, unafufuka tena, unafufuka tena, unafufuka tena. Huduma yako inafufuka tena, inafufuka tena. Huduma yako inafufuka tena, wewe inafufuka tena. Ulikuwa mtu wa maombi, ulikuwa mtu wa maombi, sasa hauombi tena kwa sababu roho yako imezikwa, roho yako imezikwa. Tangazo ni kwamba Bwana wa ufufuo yuko mahali hapa siku ya leo na anakufufua tena. Utaomba sana, utafunga sana, utatoa sadaka sana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa sababu neema ya ufufuo imeingia kwenye
kwenye maisha yako. Bwana anakuinua tena. Bwana anakuinua tena. Anakuinua kimataifa. Anakuinua tena, anakuinua kimataifa. Unainuka kimataifa, 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 unainuka kimataifa. Bwana anakuinua kimataifa. Bwana anakuinua kimataifa. Biashara yako anainua kimataifa. Huduma yako inainuka kimataifa, inainuka kimataifa. Kibali chako kinainuka kimataifa, kinainuka kimataifa, kinainuka kimataifa. Wataokoka wengi kwa ajili ya maisha yako. Wataokoka wengi, wataokoka wengi kwa ajili ya sauti yako. Bwana anakutumia, Bwana atakutumia kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Yes. Usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba. Iko neema na uko upako wa uamsho. Iko neema na uko upako wa uamsho. Yes. 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 Usiache kuomba, usiache kuomba, usiache kuomba. Endelea, endelea. Yes. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Bwana makofi mengi. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya, haleluya. Yes. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya maombi ambayo tumeyafanya, na tunamwamini Mungu katika uamsho na kuinuka. Haleluya. Tunamwamini Mungu katika kuamka tena na kuinuka katika jina la Yesu. Haleluya. Sema nitaamka tena, nitainuka tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nitaamka kiroho, nitaamka kiakili, nitaamka kimwili, nitaamka kifedha, nitaamka kibiashara. Nitainuka tena, nitainuka tena katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tumeona, tunataka tuongeze ombi jingine. Yesu katika kuamsha na kuinua alianza kukataa ile hali mbaya. Haleluya. Alikataa alafu akaamuru. Haleluya. Kwa nataka twende tukakatae kila aina ya kulala, kila aina ya kulala. Ukatae aina yoyote ya kulala iliyo kwenye maisha yako, unaijua au hauijui. Kama kuna eneo umelala, kama kuna eneo umekufa, kama kuna eneo halifanyi kazi vizuri, kuna eneo limedumaa, kuna eneo, tunakataa aina yoyote ile ya kulala. Haleluya. Aina yoyote ya kudumaa, kulala, kutokuwa na uhai, kutokuendelea, namna yoyote ya stagnation, namna yoyote ya kukwama, tunazikataa hizo namna zozote katika jina la Yesu. Haleluya. Uko tayari kukataa? Uko tayari kukataa? Basi fungua kinywa chako na ukatae kwa jina la Yesu. Kataa, kataa, kataa kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yesu alikataa, akasema yule hajafa. Alikataa, alikataa. Ingawa kiuhalisia katika namna ya kikawaida alikuwa amekufa, lakini Yesu akakataa. Na wewe hebu kataa. Kataa hizo hali za kifo, kataa hali za kulala, kataa hali yoyote mbaya, kataa namna yoyote ya kudumazwa, namna yoyote. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakataa. Kataa aina zote za kifo, aina zote kifo cha kiroho. Kama kuna namna yote ya kufa au katika hali ya kufa kwenye ulimwengu wa roho, katika roho zako umekufa kiroho, kataa, kataa, kataa. Kataa aina zote za mauti, kataa aina zote za kifo, kataa, kataa, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa, 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 kataa kifo cha kibiashara. Kataa biashara yako inakufa, mtaji unaisha. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa, kataa kifo cha mahusiano, mahusiano yanayokufa. Kataa, kataa mahusiano yangu. Kataa, kataa hayo mahusiano ambayo yanakufa. Kataa, hayatakufa. Ndoa yangu haitakufa, haitakufa, haitakufa. Urafiki wetu, urafiki wangu na fulani hautakufa, hautakufa. Uhusiano wetu hautakufa, undugu wetu hautakufa, hata kama unajua umekufa. Kataa, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Hautakufa, 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 hautakufa,
hautakufa, hautakufa, hautakufa. Kataa, kataa, hautakufa, utaamka, utainuka tena. Kataa habari ya kufa, kataa habari ya kufa. Kataa, kataa namna yoyote ya kulala, namna yoyote ya kukwama, mikwamo ya aina yote, namna yote ya kupooza, namna yote ya kupooza uliopoza. Kataa, 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 kataa kwenye biashara, kwenye uchumi wako, kwenye mahusiano. Kataa kiroho, kimwili, kiakili. Kataa namna zote za kulala, namna zote za kifo, namna zote za kusinzia, namna zote za kutokufanya kazi, namna zote za kutokuendelea, namna zote za kudumazwa. Kataa, kataa, kataa. Kama umewekwa ndani ya shimo, kataa, kataa namna yoyote ile katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kukataa, endelea kukataa kifo, endelea kukataa kulala, endelea kukataa hiyo namna yoyote ile. Kataa, 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 kataa katika jina la Yesu Kristo. Kataa, kataa, kataa kifo, kataa mauti, kataa kulala, kataa kusinzia, kataa kudumaa, kataa kuchoka, kataa kila aina ya udumaifu, kila aina ya kudumaa, aina zote za udumaifu kwenye maisha yako ninazikataa, ninakataa, ninakataa kudumaa kiroho, ninakataa namna yoyote ya kutokukua. Kataa hiyo namna yoyote ile ya kuzuia, namna yoyote ile ambayo ni ya kulala. Unapokuwa umelala, hiki kitu hakifanyi kazi, hakizalishi, kipo tu, hakifanyi kazi, hakiongezeki, hakizalishi. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kataa, 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 kataa kifo, kataa mauti, kataa kifo, kataa mauti. Mpango wote wa kuua, mpango wote wa mauti kwenye nyumba yako, kwa mke wako, kwa mume wako, kwa watoto wako, kwenye kazi yako, kwenye biashara yako, kwenye kipawa chako, ule uwezo wa kufufua upo. Kwa hiyo kataa. Unapokataa uwezo wa kufufua, unaingia kazini. Unapokataa uwezo wa kufufua, unaingia kazini. Kazi yako imekufa, ajira yako imekufa, nafasi yako ya kazi imekufa, mahusiano yenu yamekufa. Kataa, kataa, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kwa damu ya Yesu Kristo. Chochote kilicho kwenye hali ya kufa, ninakataa. Hakuna kufa, hakuna kulala, hakuna kusinzia, hakuna kuishiwa nguvu, hakuna kupozwa. Kataa kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila namna yote umelala kimaombi, umesinzia kimaombi, hakuna maombi, umelala kimaombi, umelala kimaombi, umesinzia kimaombi, umekufa kimaombi, hakuna kusoma neno, umekufa kwenye hilo eneo. Kataa, kataa, kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kwenye huduma, umelala kihuduma, umelala kihuduma, umelala kihuduma. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kwa damu ya Yesu Kristo. Kataa kwa jina la Yesu Kristo. Kataa kwa damu ya Yesu Kristo. Kataa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Imekuwa kama ulivyokataa katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kama ulivyokataa katika jina la Yesu Kristo. Kile kilichokuwa kimelala umekataa, na sasa kinaamka katika jina la Yesu Kristo. Sasa tunataka twende kukiri, kuinuka, kuamka, kusonga mbele. Haleluya, haleluya, haleluya. Kufufuka tena, kuamka tena, uamsho, kuinuka. Hebu naenda kakiri kwenye kile eneo la maisha yako, kifedha, kiuchumi, kiroho, kihuduma. Kuna kuinuka, nitainuka, 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 nimeinuka. Hebu nenda kwenye ukiri. Haleluya. Fungua kinywa chako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa kuwa sasa ni wakati wa kuinuka kwangu, ni wakati wa kuamka, ni wakati wa uamsho, ni wakati wa kuinuka kiroho. Nitainuka kiroho, nitaamka kiroho, nitainuka kimwili, nitaamka kimwili, nitainuka kiakili, nitaamka kiakili. Kwenye nafsi yangu iliyokuwa imelala, iliyokuwa imekufa, inainuka sasa, inafufuka katika jina la Yesu Kristo. Ni wakati wa uamsho, ni wakati wa uamsho, ni wakati wa uamsho, ni wakati wa uamsho. Nitaamka yale yaliyokuwa yamefishwa, yale yaliyokuwa yamesinzishwa, yale yaliyokuwa yamesinzia yataamka. Maono yangu yataamka. Nitaamka kiroho, nitaamka kimwili, nitaamka kiakili, nitaamka kwenye huduma, nitaamka kwenye utumishi, nitaamka, nitainuka, nitaamka, nitainuka. Biashara iliyokuwa imekufa sasa inainuka. Nitainuka kibiashara, nitainuka katika jina la Yesu Kristo. Nitainuka kimtaji, taji wangu utainuka, taji wangu utainuka. Biashara yangu itainuka, kazi yangu itainuka katika jina la Yesu Kristo. Nitainuka kikazi, nitainuka kibiashara, nitainuka kiuchumi, nitainuka kifedha, nitainuka kihuduma, nitainuka mimi na nyumba yangu. Tutainuka kwenda kwenye kiwango kingine, kwenda kwenye hatua nyingine, kwenda kwenye matokeo mengine. Nitainuka,
nitainuka, nitainuka, nitainuka. Ninakiri kuinuka, ninakiri kuinuka, ninakiri kuinuka kama Yesu alivyosema, inuka. Yule binti, yule msichana akainuka, akainuka. Nami ninainuka leo, ninainuka leo, ninainuka kiroho, ninainuka kimwili, ninainuka kiakili katika jina la Yesu. Endelea kuinuka, endelea kuinuka, endelea kuinuka. Kiri kuinuka, kiri kuinuka, kiri kuinuka. Nitainuka kifedha, nitainuka kiuchumi, nitainuka kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye mahusiano yangu, nitainuka kwenye kitaaluma, nitainuka kwenye taaluma yangu, nitainuka kwenye masomo yangu, nitainuka kama ni mwanafunzi, kama ni mwanafunzi au uko kwenye taaluma fulani. Kiri kuinuka, kiri kuamka tena, kiri kuinuka, kiri kuamka tena katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mengi kama unaamini katika uamsho, kama unaamini katika revival, kama unaamini katika revival, katika uamsho kwenye kila eneo la maisha yako, katika uamsho wa Roho Mtakatifu, katika uamsho wa kimungu, katika uamsho wa Roho Mtakatifu na kimungu. Hebu kiri, endelea kukiri, mshangilie Mungu, endelea kukiri. Nitaamka, 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 nitaamka kwenye kusoma neno, nitaamka kwenye maombi, nitaamka, nitaamka, nitainuka, nitaamka na kuinuka, nitaamka na kuinuka, nitaamka na kuinuka kiroho, nitaamka na kuinuka kimwili, nitaamka kwenye kila eneo nililokuwa nimelala, nilikuwa nimesinzia, nilikuwa nimechoka. Sasa nitaamka tena, nitaamka tena, nitainuka tena, nitaamka tena, nitaamka tena kwenye neema, nitaamka tena. Iko neema ya kuniamsha tena, iko neema ya kuniinua tena, iko neema na uko uwezesho, iko neema na uweza wa kuamka tena kibiashara, iko neema na uweza wa kuamka tena kiimani, wa kuamka tena kiimani. Nitaamka kiimani, nitaamka kiupendo, nitaamka kwenye matumaini yangu, nitaamka, nitainuka tena, nitaenda kwenye kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Haleluya. Biblia inasema Yesu alipoingia pale ndani aliwaondoa, aliwatoa nje wale ambao hakutaka wawepo wakati anafanya ile kuinuka, kuamsha. Haleluya. Na hata sisi kwenye maisha, kwenye maeneo yote, kuna vitu tunatakiwa tuvitoe nje ili kuinuka kuje. Haleluya. Kuna vitu, kuna mambo tunatakiwa tuyatoe nje. Inawezekana ni mawazo, inawezekana ni mipango, inawezekana ni mazoea, inawezekana ni taratibu, inawezekana ni kawaida fulani tulizonazo, au ni mazoea, au ni dhambi, ni dhambi fulani unayo. Vile vitu ambavyo Mungu Roho Mtakatifu anajua ni nini tunatakiwa tukitoe nje. Haleluya. Tunataka tumwambie Yesu na sisi wenyewe kwamba tuko tayari sasa hivi vitu vitoke. Yesu anasema akawatoa nje, akabaki na wale tu Petro, Yohana na Yakobo na baba na mama. Wale ndio waliobaki na zoezi la kuinua likaendelea, zoezi la kuamka likafanyikiwa. Haleluya. Kuna mambo yanatakiwa tuyatoe ili kuinuka kuwepo. Kuna mambo yanatakiwa, vitu tunatakiwa tuvitoe. Inawezekana hatujui, inawezekana tunajua, lakini leo kuna neema, na kwa hii neema ninajua vyote vitatoka ili pawepo na kuinuka, pawepo na kuamka katika kila eneo, kiroho, kimwili, kiakili, kifedha, kibiashara, kihuduma, kwenye karama, kwenye vipawa, vitu vyote hivyo pawepo na kuamka. Haleluya. Kwa twende mbele za Mungu tukaamuru sasa, tukavitoe, tukapige. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako kwa ajili ya kupiga. Tunapiga kila roho, tunapiga kila nguvu, chochote ambacho Bwana kinazuia, chochote ambacho kinazuia kuinuka, kuamka, katika kusimama, katika jina la Yesu Kristo. Kama Yesu alivyowatoa wale nje, naomba Bwana Yesu leo toa wote nje kwenye maisha yangu, kwenye akili zangu, kwenye ufahamu wangu. Mwambie Mungu atoe kwenye akili zako, kwenye ufahamu wako. Mwambie atoe chochote kinachozuia uamsho, chochote kinachozuia kuinuka kwako kiroho, kuinuka kwako kiakili, kuinuka kwako kimaarifa, kuinuka kwako kihekima. Chochote kinachozuia kuinuka kwako, kuamka kwako kibiashara, kuamka kwako kifedha, kuinuka kwako kifedha, kuamka kwako kikazi, kuamka kwako na kuinuka kwako kwenye mahusiano yako. Mwambie Mungu atoe. Kama ni tabia, mwambie atoe, mwambie atoe, mwambie atoe. Kama ni mazoea, mwambie atoe. Kama iko roho, iko pepo, tunamtoa huyo pepo. Toa hao mapepo, toa hao majini, toa hizo nguvu zote za giza. Chochote ambacho kinazuia, chochote ambacho hakitakiwi kuwepo ndani yako, hakitakiwi kuwepo kwenye mazingira yako, kabla ya zoezi la kuinuka, kabla ya zoezi la ili liweze kufanyika, tayari kuna nguvu ya kukuinua, tayari Mungu yuko tayari kukuinua. Lakini kuna vitu, kuna tabia,
mazoea, kuna mazoea, kuna vitu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la 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 Yesu Kristo. Chochote kinachozuia, chochote kinachozuia, chochote kinachozuia, chochote kinachozuia, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Riaka popo sika, achilia nguvu, achilia uweza, achilia mamlaka. Yesu alitoa nje, akatoa nje wote, akatoa nje wote. Na wewe toa nje kwa jina la Yesu. Toa nje, toa nje, watoe nje, toa nje hao pepo, toa nje mizimu, toa nje vinyamkela, toa nje mazoea, toa nje kawaida za kila siku, toa nje tamaduni zako, toa nje mila zako, toa nje, toa nje, toa nje, toa nje, toa kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kinazuia uamsho, kinazuia kuamka kwako, kinazuia kuinuka kwako, toa. Ni wakati wa kutoa, ni wakati wa kutoa. Kama ni laana, toa nje. Kama ni dhambi, toa. Kama ni mazoea, toa. Chochote kinachozuia kuinuka kwangu, kinachozuia kuamka kwangu, kinachozuia amko langu, kuinuka kwangu kifedha, kuinuka kwangu kibiashara, kuinuka kwa huduma, chochote kinachozuia, waambia toa. Bwana Yesu, toa. Na Yesu anapita ndani yako, anapita nyumbani kwako, anapita chumbani kwako, popote kilipo, kiko chumbani, kiko ofisini, kiko kazini kwako, kiko kwenye moyo wako, kiko kwenye akili zako, kiko kwenye ufahamu wako, kiko kwenye mishipa yako, kiko kwenye misuli yako, kiko kwenye taratibu zako, ni ratiba zako. Chochote kinatoa, ni marafiki zako, toa. Chochote kinachozuia uamsho, kinazuia kuamka kwako, kinazuia kuinuka kwako, toa. Mwambie Yesu, toa. Endelea kutoa popote ulipo. Kuna vitu ambavyo Yesu alipoingia mahali pale, kabla ya kumwamsha binti, kabla ya kumfufua, alitoa watu nje. Kuna watu walitolewa, kuna watu wanatakiwa watoke kwenye maisha yako, kuna watu wanatakiwa watoe kwenye biashara yako, watoe popote walipo, wanatakiwa watoke kwa jina la Yesu Kristo. Hawana kibali cha Bwana, wako kinyume na Bwana, wako kinyume na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Mwambie Yesu awatoe. Wewe unaweza usiwafahamu, unaweza usiwatambue, lakini wanazuia kuinuka kwako, wanazuia kuamka kwako, wanazuia. Wako wapi? Popote walipo, mwambie Yesu watoe, mwambie Yesu watoe leo. Wako kwenye ukoo wangu, wako walio kwenye ukoo, wako kwenye nyumba yako, wako kwenye anga lako, watoe kwenye hilo anga, watoe chochote kilichoko kwenye anga lako kinachozuia kuinuka kwako kifedha, kuinuka kwako kiroho, kuinuka kwako kiuchumi, kuinuka kwako kimaombi, kinazuia kuinuka kwako kiutumishi, kinazuia kuinuka kwako. Mwambie toa. Wanatoka popote walipo. Ni mikataba, toa nje hiyo mikataba, toa maagano. Kuna agano linazuia kuinuka kwako, kuna agano linazuia kuinuliwa kwako, linazuia uamsho wako, linazuia kuamka kwako, kiroho, kimwili, kiakili, kiuchumi, kifedha, kimaisha, linazuia kuinuka kwako. Toa hilo agano. Yesu alitoa nje wote, akatoa. Na wewe toa leo. Mwambie Yesu toa kwenye maisha yangu chochote kinachozuia kuamka kwangu, kuinuka kwangu kwenye maisha yangu, kwenye taaluma yangu, kinazuia nisiinuke kitaaluma, nisiinuke kibiashara, nisiinuke kiuchumi, kwa jina la Yesu Kristo. Toa kwenye kampuni yako, toa. Kama ni mfanyakazi uko nyumbani kwako, mwambie Yesu toa. Wewe haujui, acha Bwana afanye kazi, ndiye anayejua. Wewe ukifanya hiyo kazi ya kutoa, wewe ukifanya hiyo kazi, kuna wengine utawaacha, maana kwa jinsi ya kawaida hawaonekani kama kizuizi, lakini mwambie Yesu toa. Kama ni rafiki, toa. Popote alipo. Kama ni pepo, toa huyo pepo, toa huyo roho. Kama ni roho, toa. Kama kuna connection yote na nguvu za giza,
toa. Mwambie omba. Endelea kuomba. Kuna vitu Yesu alipofika kwenye kile chumba, alipofika kwenye ile nyumba, akasema ya kwamba toa hawa kwanza. Aliposema ya kwamba hajafa amelala, wakamcheka. Walipocheka akasema toa wale wote wanaokucheka. Toa kwenye ulimwengu wa roho. Wewe hauwajui, lakini Bwana anawajua. Watoe karibu yako. Waweke mbali. Watoe karibu yako. Wale wanaozuia kwa damu ya Yesu Kristo, kile kinachozuia, kama ni elimu, kama ni maarifa fulani, kama ni ufahamu fulani unao ambao unazuia kuinuka kwako, ni maarifa fulani, ni taaluma fulani iko ndani yako, ni ujuzi fulani uko ndani yako, lakini umesimama kama kizuizi, unazuia kuinuka kwako, unazuia kuamka kwako. Leo tunasema Yesu, toa huo ujuzi, toa hayo mazoea, toa saa ya kuinuka, saa ya kuamka, saa ya kuinuliwa, saa ya kuamshwa. Yesu anakuinua. Kuna uamsho unapita, kuna kuinuka ambako hakujawepo kabla, hakujatokea kabla, lakini kuna mambo yanatakiwa yatolewe nje, yatoke nje yako. Mwambie Bwana toa, niko tayari yatoke, niko tayari vitoke. Ni uchawi uko ndani yangu, ni mikoba, ni maagano ya kichawi, ni maagano ya kiganga. Mwambie Yesu toa nje yangu, ili niwapate kuamka. Tunataka kuamka. Yesu anataka kutuamsha. Tunataka kuamka. Saa ya uamsho imefika, saa ya kuinuka kimaisha, kuinuka kihuduma, kuinuka kitaaluma, kuinuka. Yesu akasema, binti, msichana, inuka. Yule msichana kainuka, lakini kuna watu aliwatoa, kuna vitu alivitoa, na leo vinatoka. Na mimi nasema vinatoka. Popote ulipo, unafuatilia maombi haya kwa njia ya radio, unafuatilia, unasikiliza kwenye mitandao mbalimbali. Yesu yuko tayari kutoa. Mruhusu atoe. Mwambie toa Bwana. Omba. Endelea kuomba. Mwambie Yesu atoe kwenye macho yako. Inawezekana viko kwenye macho. Mwambie Yesu atoe vilivyo kwenye macho. Unashindwa kuona nafasi za kuinuka, unashindwa kuona. Mwambie atoe kwenye macho. Afanye operation kwenye milango ya fahamu. Mwambie Yesu atoe chochote kilicho kwenye milango yangu ya fahamu. Riaka papa. Ninasikia nguvu, ninasikia uwezo unapita, kilicho kwenye akili zangu. Mwambie Mungu, chochote kilicho kwenye brain, kilicho kwenye akili zangu, kilicho kwenye ufahamu wangu, kinachozuia kuinuka kwangu, kinazuia kuamka kwangu. Mwambie Yesu toa nje. Wanatoka, tazama, wanatoka nje ya akili zako, nje ya ufahamu wako. Wanatoka, wamekamata miguu, wako kwenye miguu yako, na Bwana anasema watoke kwenye miguu. Waambie watoke, wanaoshika miguu yako, wameshika miguu ya kampuni yako, wameshika miguu ya taasisi yako, wameshika miguu yako, wanatoka ili uweze kuinuliwa. Wanaachia miguu yako ili upate kuinuliwa. Wanaachia mikono yako, kwenye mikono, wameshika mikono yako, wamekaa kwenye mikono yako, wanazuia kuamka kwako, wanazuia kuinuka kwako, wanazuia uamsho wa mema, uamsho wa baraka, uamsho wa Roho Mtakatifu, uamsho wa nguvu za Mungu unaozuiliwa kwenye maisha yako. Waachie miguu yako. Wanatoka hao mizimu waliokaa kwenye miguu, wanatoka majini mahaba, wanatoka popote walipokaa, wanazuia kuinuka kwako. Wanatoka, wanaachia miguu yako, utainuka kwa kasi, utainuka, utapaa. Endelea kuomba.
Endelea kuomba. Yesu anatoa nje wale wote ambao hawataki kuwa ndani yako, hawataki kuwa kwenye mazingira, hawataki kuwa na wewe. Chochote kinachotakiwa kitoke ili uinuke, ili kitoke kinaondoka. Giza linaondoka, giza linaondoka, mikataba inaondoka, mikataba inatolewa nje, maagano yanatoka nje, uchawi unatoka nje, uganga unatoka nje, mazoea yanatoka nje, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Saa ya uamsho, saa ya kuamka, saa ya kuinuka, ya kuinuka na kuinuka. Jana Yesu, mwambie Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kumwambia Yesu, toa kwenye mwili wangu, toa kwenye mwili wangu, popote kilipo kwenye nafsi, vilivyo kwenye nafsi yako. Kuna vitu vimeshikamana na nafsi yako na vinazuia kuinuka kwako, vinazuia kuinuka kwako, vimefichika, sio vitu vya kawaida, si vitu vya kawaida, na huwezi kuvitambua kwa namna ya kawaida, huwezi kuvitambua kwa namna ya kiakili, huwezi kuvitambua kwa namna ya kimwili. Vinazuia kuinuka kwako kibiashara, kuinuka kwako kiuchumi, kuinuka kwako kifedha, kuinuka kwako kiroho, kuinuka kwako kihuduma. Vinazuia uamsho, vinazuia kuamka kwako. Umekaa chini, umefungiwa uko chini, leo vinatoka, leo vinatoka, leo vinatoka, leo vinatoka, leo vinatoka, vinakuachia. Yesu anavitoa nje, Yesu anatoa nje, 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 anavitoa. Viko kwenye nyumba, viko kwenye mwili wako, viko kwenye akili, viko kwenye macho, viko kwenye masikio, viko kwenye masikio, viko kwenye kinywa chako. Chochote kilicho kwenye kinywa chako, ninaomba sasa kile kilichoko kinywani mwako kinachozuia kuinuliwa kwako, kuamka kwako, kitoke. Macho yako yaachiliwe, kinywa chako kiachiliwe. Endelea kuomba. Takasa milango ya fahamu, takasa popote ulipo. Kuna upako, kuna neema imeachiliwa, kuna neema imeachiliwa kwa ajili ya kukutakasa, kwa ajili ya kutoa nje, 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 kwa ajili ya kutoa nje. Na Yesu yuko kazini. Nataka nikuhakikishie, Yesu yuko kazini. Yesu yuko kazini, anatoa nje, anatoa nje, nje ya maisha yako, nje ya kampuni yako, nje ya taasisi lako, nje ya kanisa lako. Anatoa nje, nje ya kanisa, anatoa chochote, ni mapepo, ni majini, nguvu za giza, anatoa nje, anatoa nje maagano, anatoa nje laana, anatoa nje mikataba, anatoa nje kawaida, anatoa nje kawaida za ulimwengu huu zinazokuzuia kuinuka kwako, zinazuia kuinuka kwako, zinazuia kuinuka kwako, zinazuia kuamka kwako, zinazuia kuendelea kwako, zinazuia kusimama kwako. Umeshindwa kusimama kwenye huduma yako imeshindwa kusimama. Ama ni mchungaji, ni mhudumu wa popote, wewe ni mfanyakazi, sika kilichoko ndani yako, wewe mwimbaji, wewe mpiga vyombo, iko roho ndani yako inazuia kuinuka kwako, inazuia kuinuka kwako. Ninaomba kwa ajili yako, ninaomba kwa ajili yako, wewe mwenye huduma ya uimbaji, wewe mwenye huduma ya uimbaji, unayo huduma ya muziki, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, unaachiliwa. Vinatoka, ni kiburi kinatoka, ni mazoea yanatoka, unaachiliwa. Wewe mchungaji, unaachiliwa. Wewe mwinjilisti, wewe nabii, wewe mtume, chochote kilicho ndani yako, wewe mwalimu, chochote kilichoko ndani yako na kinazuia kuinuka kwako, kuamka kwako, uamsho wako, kinazuia uamsho, kinazuia kuinuka, kwa jina la Yesu Kristo, kinazuia kusimama kwa kazi ya Mungu kwenye maisha yako. Leo Yesu anapita, ameingia chumbani, ameingia nyumbani humo, anasafisha, anatoa nje, anatoa. Mwambie Yesu toa, mwambie Yesu toa nje, mwambie Yesu atoe nje. Mwambie Yesu atoe, mwambie Yesu aendelee kutoa popote kilipo kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kiko kwenye familia na kinazuia kuinuka kwako. Leo kinatoka, leo Yesu anatoa nje, kwa sababu ni saa, wakati wa kuinuka kwako, wakati wa uamsho umefika. Wakati wa uamsho ni kwenye ardhi uliyopo, ardhi hiyo inayozuia chochote kilicho kwenye ardhi, wakuu wa kipepo, wakuu wa eneo,
wakuu wa kieneo, wakuu wa kieneo, territorial spirit, zile roho wakuu wa kieneo wanaozuia kuamka kwako, wanazuia uamsho, wanazuia uamsho kwenye maisha yako, wanazuia uamsho wa kimungu, wanazuia utembeo wa kimungu. Leo tunawaamsha kwa jina la Yesu Kristo, wanatoka nje. Yesu anawatoa nje, anawatoa mapepo kwenye ardhi, anawatoa waliokuwa ardhini, waliokuwa angani wanatolewa. Anga lako linafunguliwa, ardhi yako inafunguliwa, wale wote wanatolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Hao mapepo, hao majini, hizo madhabahu, hiyo madhabahu inayozuia, inayokulaza chini, hiyo madhabahu ya mauti, hiyo madhabahu ya kulaza, haitaki uinuke, haitaki uamsho, haitaki uamsho wa Roho Mtakatifu. Hiyo madhabahu popote pale alipo inatolewa nje, inatoka nje ya maisha yako, nje ya eneo lako, nje ya mipaka yako, inatolewa hiyo madhabahu, inatoka hiyo madhabahu inatoka. Ni madhabahu ya kifamilia, ni madhabahu ya ukoo, ni madhabahu ya kieneo, ni madhabahu yoyote hapa riaka sandara riaka poroseka, katika jina la Yesu Kristo, 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 riakapoposika kwa jina la Yesu Kristo. Chochote uko kazini kwako, ninaomba kwa ajili yako ulioko kazini, kwenye eneo lako la kazi, ninaomba kwa ajili ya eneo lako la kazi, ninaomba kwa ajili ya eneo lako la kazi, kwenye eneo lako la kazi na eneo lako la biashara. Ninaombea eneo lako la kazi, eneo lako la biashara, chochote kilichoko kwenye eneo la kazi, kwenye eneo la biashara na kinazuia kuinuka kwako, kuinuliwa kwako. Yesu amesema inuka, Yesu amesema simama uende. Lakini kuna vitu kwenye eneo lako, kwenye kazi yako, ofisini kwako, kwenye biashara yako, kwenye hilo eneo la kazi, mazingira yako ya kazi, kuna vitu vinazuia. Yesu anavitoa. Ambia Yesu, toa popote vilipo kwenye mazingira ya kazi, kwenye eneo la kazi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kuna nguvu kubwa ya Mungu inapita, inashughulikia wale wanatakiwa tolewe nje. Leo wanatolewa nje, wako popote walipo, sema popote mlipo mnatakiwa mtoke. Ninawatoa nje popote mlipo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Riaka poposika. Roho Mtakatifu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima Mungu wetu, kwa kuwa unawatoa nje wote, wanatoka, vyote vinatoka kwa sababu saa ya kuinuka imefika, saa ya kufufuka imefika, saa ya kutoka chini imefika, saa ya kutoka shimoni imefika, saa ya kuinuka juu, saa ya kusimama imefika, saa ya uamsho umefika. Hakuna kitakachozuia, hakuna cha kuzuia tena, kwa sababu Yesu ametoa nje, Yesu amevitoa nje, Yesu amewatoa nje. Endelea kukiri, Yesu amewatoa kwa watoto wangu, amewatoa kwa watoto wangu, waliokuwa kwa mume wangu wametoka, waliokuwa kwa mke wangu wametoka, waliokuwa kwa watoto wangu wametolewa nje. Wale wote wanaozuia uamsho, wanazuia kuinuka, wale wote wanaofisha, wanalaza usingizi tu, wanachosha, wale wanataka kuua, wote wanatoka, wanaachia watoto wangu kwenye masomo yao, kwenye taaluma yao. Wale waliokuwa wanawasinzisha, wale wasinzishaji, wale wote wametoka kwenye biashara, kwenye taaluma, kila mahali walipokuwa wametolewa, kwenye familia, kwenye ukoo, kila mahali wametoka, katika jina la Yesu Kristo. Wote tunaoamini tuseme amen. Mpe Bwana Yesu makofi mengi. Mwambie Mungu asante. Fungua kinywa chako, mwambie asante kwa ajili ya kazi yote hii iliyofanyika tangu tumeanza maombi haya ya kuamsha na kuinua. Haya maombi ya kuamsha na kuinua, Mungu amefanya mambo makubwa. Mwambie Mungu asante, mwambie Yesu asante, mwambie Mungu asante. Baba, tunakushukuru, Baba, tunakutukuza katika jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa kazi yote uliyoifanya. Umewaondoa wale waliokuwa wanazuia kuinuka kwetu, umewapiga, umewabomoa, umewaharibu, umewaangamiza. Basi tunasema pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima katika jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi na aseme amen.
Mpe Bwana Yesu makofi mengi popote ulipo. Popote ulipo mshangilie tena Bwana wa mabwana. Haleluya, haleluya. Sasa nataka nikuombee Mungu alete wale watakao support, wale watakao saidia kuinuka kwako. Haleluya. Sasa tumuombe Mungu namna hiyo. Kama ni kwenye biashara, alete watu. Kuna watu Mungu amewaandaa kwa, kama ni kwenye huduma, ni kwenye kanisa, kama ni kwenye utumishi, kama ni kwenye mataaluma, ni taaluma yako au una career fulani, kwenye taaluma yako au kwenye biashara, kwenye kazi, ofisini kwako, Mungu akuletee watu watakao saidia kuinuka kwako, kuinuka. Haleluya. Hapa Yesu alikuwa na Petro, alikuwa na Paulo, alikuwa na Petro na Yohana na Yakobo, lakini pia akawa na baba na mama wa yule mtoto. Kwa hiyo na Yesu mwenyewe alikuwepo. Kwa Yesu plus Petro, Yohana na Yakobo na baba na mama wa yule binti, hao walikuwa wanasapoti kuinuliwa kwa yule mtoto. Haleluya. Na ndio maana walikuwepo. Haleluya. Tunamhitaji Yesu alete watu wa aina hii kwenye maisha yetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye huduma, kwenye kanisa letu, popote pale. Yesu alete watu wa aina hii ili tuweze kuona kuinuka, tuweze kuona kuamka, tuweze kuona uamsho na kuinuka. Haleluya. Fungua kinywa chako na mwambie Bwana, sasa leta watu wa aina hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba kwa ajili ya watu hawa, na ninaomba Mungu kama ulivyotoa wale wasio support kuinuka, wale wasio support kuinuliwa kwake, kuinuka kwake, kuamka kwake, hao umewatoa. Sasa leta wale wanao support. Leta Roho Mtakatifu, leta nguvu, leta maono, leta akili, leta chochote kinacho support uamsho. Leta chochote kinacho support biashara yake kuinuka, kitakacho support maono yake, kitakacho support ndoto zake kuinuka. Leta Bwana, leta watu, leta vitu, leta watu, ni watu na vitu. Leta watu, kama ni fedha leta, kitakachosaidia Bwana, chochote kinachosaidia ambacho utafanya kazi pamoja nao, kama ulivyofanya kazi, kama ulivyokuwa pamoja na Petro, ukawepo pamoja na Yohana, akawepo pamoja na Yakobo, na mama na baba wa yule binti, ya yule msichana, na hatimaye akainuka. Na sisi tunaomba Baba, na mimi naomba kwa ajili ya mtu huyu, ninakuombea Mungu aweze kuleta watu wa aina hiyo ambao Yesu atafanya kazi wakiwepo, kuhakikisha kwamba kuna kuinuliwa kwako, kuhakikisha kwamba kuna kuinuka, kuna kuamka tena, kuna kuinuka tena, kuna kuamka, kuna kufufuka, kuna kuinuka, kuna kuamka. Watu aina hiyo waje, watu aina wakutane nawe, ukutane nao, wakutane nawe, ukutane nao, wakutane nawe, kutana nao. Bwana awakutanishe, akutanishe na hao watu wakutane na wewe, na wewe ukutane nao popote pale walipo. Kutana nao, wakutane nao katika jina la Yesu Kristo, kwa njia mbalimbali, nyumbani kwako, ukiwa kwenye gari, ukiwa kwenye usafiri, ukiwa kazini, ukiwa ofisini kwako, hata kwenye biashara yako, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vyombo vya habari, kwa namna, kwa chanzo chochote kile. Mungu akukutanishe na watu hao, awalete ndani yako, awalete kwako. Aliwatoa wale wasio support, sasa walete wanao support. Alete nguvu zake, alete roho wake, alete kila kitu kinachotakiwa katika jina la Yesu Kristo. Katika omba. Mungu alimletea Daudi watu waliosupport huduma yake, watu waliosupport kazi yake, watu waliosupport utumishi wake. Akaja huyu, wakaendelea kuja, hata wakawa jeshi kubwa katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Mungu awalete watu aina hiyo kwenye lile eneo ambalo anataka kuliinua, kwenye familia yako, hata kwenye maisha yako ya ndoa, kwa pori yako. Kuna watu wakija katika familia yako kama marafiki, watasababisha mahusiano yenu kuwa mazuri zaidi katika jina la Yesu Kristo. Wakija kwenye kampuni, itasaidia. Inawezekana ni mfanyakazi unatakiwa umwajiri katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mungu asababishe umwajiri. Inawezekana ni partner, utakutana naye popote pale. Mungu asababishe watu hao waje, vitu vije, miundo mbinu ije, infrastructure zote, kila kinachotakiwa kije kwa ajili ya kuinuka kwako, katika jina la Yesu Kristo. Kije bila kuchelewa, sema amen. Kije pasipo kuchelewa, sema amen. Kije bila kuchelewa, sema amen. Waje bila kuchelewa, sema amen. Zije bila kuchelewa, sema amen. Sema amen. Sema amen. Amen. Pe Bwana makofi mengi. Haleluya.
Tunamshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante. Mwambie Yesu tena asante. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya watu hawa ambao unaleta kuleta support kwenye maisha yangu. Mwambie Yesu asante kwa ajili ya huu msaada, kwa ajili ya hivi vitu. Mwambie asante, inawezekana ni maarifa, inawezekana ni maarifa analeta. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya hayo maarifa yanayokuja, kwa ajili ya taaluma inayokuja, kwa ajili ya ujuzi unaokuja. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya akili anayoileta kwako. Nimesema si watu tu ambao wataleta watakosaidia, hapana, lakini kuna vitu, kuna watu, kuna vitu, kuna watu, kuna vitu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili. Mungu alete kiroho, kimwili alete, kiroho, kimwili alete, kiakili alete kwenye kila eneo, ili kuinuka kusichelewe tena. Hatuna muda wa kusubiri tena kuinuka kwako. Hata mwambie Mungu muda haupo tena. Sasa vitu vije sasa, ili kuinuka ni sasa, katika jina la Yesu Kristo. Kama saa ya ukombozi ilivyo sasa, saa ya kuinuka ni sasa. Wote tuseme amen. Pe Yesu makofi mengi. Basi tunashukuru na wale waliokuwa wanafuatilia maombi yetu kwa njia ya radio, kwa njia ya YouTube. Mungu awabariki sana. Yaliyotokea hapa tunaamini yametokea na huko mliko umeenda na sisi vizuri na Mungu amefanya. Tafadhali tuma ushuhuda wako. Usibaki na ushuhuda kisha unaleta ushuhuda wa kile kitu ambacho Mungu amefanya wakati tunaendelea na maombi mahali hapa. Na wakati mwingine tena usiache tena kutufuatilia katika jina la Yesu Kristo. Na umbali, imani yetu ni kwamba umbali sio kizuizi cha Mungu kufanya. Imani yako tu inakuunganisha. Na wewe uliyejiunga na sisi popote ulipokuwa, tunaamini Mungu amekubariki sana. Ulikuwa kazini kwako, ulikuwa ofisini, ulikuwa nyumbani, ulikuwa popote kwenye biashara, tunaamini imani yako imevuta muujiza wako, na sasa ni kuamka, ni kuinuka, kwenda kwenye viwango vingine vya baraka na mema ya Mungu katika kazi, katika biashara, katika huduma, kiroho, kimwili, kiimani, kiupendo, kimatumaini, katika sifia zote za kimungu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi asante sana. Naomba tuketi. Basi nakukaribisha kwa ajili ya sadaka. Tusindikize maombi yetu kwa sadaka. Sindikiza maombi yetu kwa sadaka. Karibu. Sadaka yako ina boost, inaenda kuongezea pale ambapo maneno hayakutosha, pale ambapo hata kama maneno yametosha, lakini sadaka nyingine tena inayo kazi yake. Baba, tunakushukuru kwa sadaka hii tunayoleta, na kwa kweli tunakutolea kwa imani kabisa ya kwamba maombi yetu ya kuamsha na kuinua yamefika kwako na wewe umeyajibu. Hatuna shaka yoyote kwamba sasa ni kuamka, ni kuinuka kiroho, kiakili, kimwili, kinafsi. Eneo lote lilikuwa limelala, lilikuwa limekufa. Vipawa, karama vilivyokuwa vimekufa, talanta zilizokuwa zimekufa, tunajua sasa ni saa ya kuamka, ni saa ya kuinuka, na ni biashara, kifedha, kila eneo tunajua Mungu ukuu ni wako, heshima ni yako na dhamani yako. Katika jina la Yesu Kristo tunatoa sadaka hii. Amen. Basi leta sadaka yako kwa imani kwa Mungu. Shukuru na tunasema pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana. Jifunike kwa damu ya Yesu, jifunike kwa damu ya Yesu Kristo, jifunike kwa damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Damu ya Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu. Asante Mungu wetu, ukiri wetu tunaamini katika jina la Yesu Kristo. Tumetiwa muhuri wa Roho Mtakatifu, kwa hiyo atuibiwi, atuharibiwi, atuuawi. Amen. Kae kwetu sana ukiri wetu katika jina la Yesu. Msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo, tuko salama, tutaendelea kuwa salama. Kwa hiyo tutaongezeka, tutajaa kwa amani. Amen. Iwe kwetu sana msimamo wetu katika jina la Yesu Kristo. Sema ninaamini katika jina la Yesu nitapiga hatua, nitafika pale kwenye hatima yangu na shetani hawezi kunizuia. Amen. Ninaamini kwenye maisha yangu ni Yesu tu. Amen. Asanteni sana.